إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنه قد فاز المتقون. يقول ربنا في محكم تنزيله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ndugu katika imani, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala pamoja na kutaka swala na salam zimwendee Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah jalla wa ala. Ndugu zangu katika imani, tumo katika mwanzoni mwa mwezi wa Rabiul Awwal. Kwenye miji yetu umezoeleka ukiitwa mwezi wa mfungo sita. Nafikiri kuna msemo wa Kiswahili wanasema, mwenye macho haambiwi tazama, kwa maana anaona. Lakini pia hata mwenye masikio ambayo yana uwezo wa kusikia haambiwi sasa hivi, kwani unasikia nini kinazungumzwa. Kwa kifupi, tupo katika mwezi ambao sehemu kubwa ya wanawachuoni wa tarehe, kwa mujibu wa vile vitabu ambavyo tulivyosomeshwa sisi, ndiyo mwezi ambao amezaliwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nikisema mwezi, tukisema vitabu tulivyosomeshwa sisi, tunakusudia vile vitabu ambavyo sisi tumevisoma katika miji yetu, ikiwemo Khulasatu Nurul Yaqin, kabla ya Nurul Yaqin yenyewe na vinginevyo, pamoja na kwamba jambo lenyewe hili la kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzaliwa katika mwezi huu kuna khilafu kubwa kwa wanawachuoni katika jambo hili. Lakini pia nyinyi mmesikia, kwa wale waliosikia, kwamba tarehe fulani ndani ya mwezi huu itakuwa ndiyo siku
ya kusherehekea hayo mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kitaifa. Kwa hiyo kwa kifupi, kwa mujibu wa hali zilivyo na kwa miji yetu tulikuwa tunayoishi, kwamba tunaweza tukasema kwamba ni mwezi ambao ndio alozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu kwa mazingira na miji ambayo tunayoishi nayo sisi, bila ya kuzingatia zile tofauti za wanawachuoni katika vitabu. Na ndugu zangu katika imani, hakuna shaka kwamba ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika miongoni mwa neema kubwa kwa waumini, kwa Waislamu kiujumla na bilkhususi kwa waumini. Kwa nini isiwe hivyo wakati kabla ya ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watu walikuwa katika giza na wazi kabisa? Lakini pia ujio wake Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio imekuwa sababu ya sisi kuelekezwa na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam katika utaratibu sahihi wa kumwabudu Allah jalla wa ala. Na ndio maana katika hutuba yangu ya leo nikayasoma maneno yake Allah jalla wa ala yaliyomo katika suratu Al-Imran. Allah jalla wa ala anasema, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, kwa hakika Allah ameneemesha neema kubwa mno kwa waumini pale alipowapelekea mtume anayetokana na wao, ni mwanadamu mwenzao. Yatlu alaihim ayatihi, huyo mtume anawasomea hao waumini aya za Allah. Wayuzakkihim, na anawatakasa na shirki na madhambi na kila aina ya tabia iliyokuwa mbaya. Wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na anawafundisha Qur'ani na anawafundisha sunna. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kwa hakika au waumini kabla ya kujiwa na mtume huyo walikuwa katika upotevu wa wazi. Kwa hili alipingiki kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ujio wake kwetu ni neema kubwa, limethibitishwa na Allah moja kwa moja. Lakini shida ambayo inayopatikana kwamba ni kutokuelewa yale malengo sahihi ambayo Allah jalla wa ala aliyomleta nayo, aliyomleta Mtume sallama kwa ajili ya malengo hayo. Na ndio maana kwa sababu ya kutokufahamu hivyo, utaona ndani ya mwezi huu kutakuwa kuna sherehe nyingi za kusherehekea kuzaliwa kwa mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana kwamba vile ndiyo maelekezo sisi tulopewa katika dini yetu. Na alafu akitokea mtu kuyapinga haya, anaonekana yeye kama ni mgeni na analeta shida. Kwa mfano, miongoni mwa yale yanayosemwa kwamba sisi tunapokusanyika katika mikusanyiko hii, lengo letu sisi ni kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallama. Sasa tunarudi kule kule kwamba Allah jalla wa ala alipomleta Mtume sallallahu alaihi wasallama, Allah anasema wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na anawafundisha Qur'ani na anawafundisha sunna. Kwa kifupi, hizi ibada ambazo Allah jalla wa ala ameziamrisha kwetu sisi, utekelezaji wake kiusahihi hatuupati isipokuwa kupitia vile alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana kwa sisi tulokuwa tumekubali kukaa chini kusomeshwa katika miongoni mwa yale ambayo tumeyasoma kwa walimu wetu kupitia katika vitabu, katika ile maana ya shahada mbili, Muislamu anaposema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah,
katika maana ya shahada ya pili kushuhudia Muhammad ni mjumbe wa Allah, katika muktadha wake wanasema ni mtu kuamini al-i'tiqadu anna sayyidana Muhammada rasulullah li jami'il khalq wa yajibu ta'atuhu fima amara wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa an la yu'badu Allah illa bima shar'a, kwamba ni mtu kwa kuitakidi kuamini kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah na inawajibika au inalazimika kumtii katika yale aliyoyaamrisha na kujiepusha na kujiweka mbali katika kila yale ambayo aliyoyakataza, lakini angalizo mama, na asiabudiwe Allah isipokuwa kwa vile ambavyo alivyoelekeza yeye. Ndio maana ya hii shahada. Sasa katika miongoni mwa hizo ibada iko ibada hii ya kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena kwa bahati nzuri wanasema katika miongoni mwa ibada yanasema hayo, lakini si kwa makusudio haya ambayo yanayozungumzwa, lakini hayo yanasemwa katika miongoni mwa ibada ya ajabu ni ibada hii ya kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ibada hii hata Allah anaifanya. Yani katika maneno yanayosema vipi? Kwa sababu Allah anasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, lakini walisahau pia kuna aya huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu, kwamba Allah pia sio tu kumsalia mtume, kuna maeneo Allah pia anawatakia rehema pia waumini. Lakini pia sala ya Allah kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni tofauti ya sisi waumini kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tofauti ukirejea katika tafsiri za Qur'an. Kwa hiyo hii sala ya Allah kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ina maana yake, na sala ya waumini kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ina maana yake, sio maana pangu kwa leo. Sasa almuhimu huko kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, na tunafahamishwa kwamba hizi ibada lazima tumwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam amezifanya vipi. Sasa katika jambo ambalo linalosikitisha, ukisoma katika vitabu hasa katika sunna ndipo kuna kuthibiti zaidi mambo haya. Achilia mbali katika Qur'an, huwezi kukutana nayo. Hakuna maelekezo ya kuonyesha kwamba mwezi huu watu waufanyie takhsis kwa ajili ya kukithirisha sana kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna. Yaani achilia mbali hiyo kaifia yenyewe namna ya kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza hiyo iache, hatuijadili sasa hivi. Ule kuufanya mwezi huu watu wakauhusisha na kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, si hayo maulidi wanasema ndio kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini je, maelekezo hayo sisi tumeyapata wapi? Kwa sababu ukirejea katika sunna utaona kuna maeneo ambayo Muislamu ni sunna kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utaambiwa kabla ya dua ni sunna kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utaambiwa katika swala ya jeneza kuna kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utaambiwa baada ya adhana kuna kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utaambiwa kabla kuingia msikitini kuna kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utaambiwa kabla kutoka msikitini kuna kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia utaambiwa katika mash'ari al-haram, kusudiwa Mina, Arafa, Muzdalifa, katika tawafu, zote ni katika maeneo ambayo yamethibiti katika sunna kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kumsalia Mtume sallallahu kwa wingi kumethibiti katika siku hii ya Ijumaa, fa akthiru alayya as-salat. Huwezi kukuta mfungo sita, huwezi kukuta. Sasa huku lichukua ili jambo la kumsalia Mtume sallallahu likahusishwa na mfungo sita, huku ni kuzua katika dini. Maana yake itakuwa hajaeleweka Mtume sallallahu alaihi wasallam ameletwa kwa sababu gani, hajaeleweka. Sasa katika hili mara nyingi likizungumzwa, na ndio maana inafikia hatua watu wanasema kabla ya kuangalia chochote kwanza hebu wewe chukua tu akili yako. Mfano watu wamekusanyika, pamefanyika pale mawaidha, kaswaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumaliza pale watu wakaa, ili jambo lilivyokaa wanaona hivi kweli Allah ataenda kuadhibu mtu kumwingiza motoni kwa kufanya haya? Katika miongoni mwa maneno yanayozungumzwa ni kwa sababu ya kukosa misingi
ya sawasawa ya dini. Siku moja Sa'id ibn Musayyib ambaye ni mwanafunzi wa Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ni athari ambayo ameitaja al-Imam ad-Darimi, lakini pia ukiitaka kwa upana wake zaidi kwa wale wenye kujijulisha na kusoma, warejee katika kitabu kinachoitwa Irwaul Ghalil juzuu ya pili ya al-Allama al-Muhaddith al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala. Bwana huyu Said bin Musayyib ambaye ni mwanafunzi wa Abi Huraira, siku moja raa rajulan, alimwona mtu yusalli baada al-fajr akthara min rak'atayn wa yukarriru ar-ruku' was-sujud, na ikawa anarudia rukuu na sijda. Fanahahu Said bin Musayyib, akamkataza yule bwana. Yule bwana alipokatazwa akamwambia Said bin Musayyib maneno haya, ayu'adhibuni Allah ala as-salah, kwani Allah ataniadhibu mimi kwa sababu ya kuswali? Maana yake kitendo cha kukatazwa jambo analolifanya ni la kimakosa. Sasa na yeye alikuwa anaswali, ndio anamuuliza, kwani mimi Allah ataniadhibu kwa sababu ya kuswali? Said bin Musayyib akamjibu yule bwana, min balai aljawab, katika majibu mapya yaliyokuwa mazuri kabisa ambayo ya kujibiwa watu wa bid'a katika shubha kama hizi. Alimwambia hivi, la walakin ala khilafi sunna, hapana, hautoadhibiwa kwa sababu ya kusali, lakini wewe utaadhibiwa kwa sababu ya kwenda kinyume na sunna. Hiki ndio kitakachokuadhibu, na hili ndio jawabu fupi, kwa sababu mara nyingi watu wa bid'a wanapokuwa wanakataza bid'a zao, wao wanafikiria wanawakataza kule kuswali au kule kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam au kule kufanya dhikiri. Hapana, wanachokataza wao ni mfumo ambao wao waliojiletea. Si muona huyu Said bin Musayyib alipokuwa amemkataza yule bwana, kwani swala la kusali si ibada, bali ni katika miongoni mwa ibada bora. Ndani ya ibada ya sala inapatikana sijida, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, aqrabu ma yakunu al-'abdu 'inda rabbihi fi as-sujud fa akthiru ad-du'a, sehemu ambayo mja anayokuwa karibu zaidi na Mola wake akiwa katika sijida, hebu fanyeni wingi wa kuomba. Kwa hiyo bwana alikuwa anaswali, lakini kitendo chake cha kuonyesha anafanya tatawu, anaswali swala ya sunna baada ya kuchomoza alfajiri kwa zaidi ya rakaa 2. Hili alikuthibiti katika sunna. Kilichothibiti katika sunna baada ya kuchomoza alfajiri ni kuswali rakaa 2 kisha kusubiri kuswali swala alfajiri yenyewe ya jamaa. Hichi ndio kilichothibiti. Kwa hiyo unapokuwa wewe unakatazwa jambo fulani, usilibebe katika sura kwamba hawa wenye wanapinga swala, wanapinga kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinachopingwa kwako wewe ni mfumo, ni kaifia, ni namna ambayo unayoitumia wewe katika utekelezaji wa ibada hiyo. Ibada inaweza ikawa imethibiti, lakini ikikosa mutabaa, basi inakuwa tayari ishakosa malipo, kwa sababu inakuwa imekosa msingi mama katika ile misingi miwili mama ya kubalika kwa ibada. Kwa ndugu zangu katika imani, ni wasisitiza na kuwakumbusha kwamba ibada ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ipo, imethibiti, lakini sio kwa kaifia hizi za watu wanazozifanya katika zama zetu za leo. Kwanza kujalia mwezi huu ndio mwezi haswa wa watu kufanya wingi wa kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili jambo likuthibiti, lakini mfumo na njia zinazotumika katika kusema watu wanamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam pia haikuthibiti katika sunna. Kwa mambo yote mawili yanaidondosha ibada hii. Kwa hiyo wewe kama kweli unataka kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna utaratibu wake, na wewe kama kweli unataka kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna utaratibu wake. Yaani vitu hivi viwili vyote vimekusanywa pamoja, kwamba lengo tunasherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam,
Jambo la pili, tunamfanya wingi wa kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika yote mawili haya, ukitaka njia ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yashaelekezwa, na ukitaka njia ya utaratibu wa kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ushaelekezwa. Hadithi ya Abi Qatada katika Sahihi Muslim, anasema Abi Qatada kwamba suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawm ithnain, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kunako na kufunga siku ya Jumatatu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, fihi ulidtu wa fihi unzila ilayya, hiyo ndo siku nilozaliwa na siku hiyo ndo niloteremshiwa wahi na kupewa utume katika siku hiyo. Kwa hiyo ukitaka kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila Jumatatu inakuhusu kufunga funga ya sunna, na wala sio kusubiri mfungo sita kupiga mayoe na kelele. Utakuwa ukufuata maelekezo sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika swala la kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna utangulizi mwingi tumeueleza, kaifia ipo na maeneo ambayo ni sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam kusaliwa yameelekezwa na sheria kupitia sunna sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ndugu katika imani, katika kuyaongezea haya pia nihitaji athari nyingine ambayo ameitaja al-Imam ad-Darimi kutoka kwa Amr bin Salama radhiyallahu ta'ala anha. Amr bin Salama anaeleza kwamba wao walikuwa wana kawaida ya kukaa katika mlango wa mwalimu wao Abdullah bin Mas'ud. Kisha Abdullah bin Mas'ud akitoka, na Abdullah bin Mas'ud ni sahaba jamani, akitoka huwa wanatoka naye mwalimu wao, sasa wanaelekea msikitini kwa ajili ya kwenda kusoma. Nafupisha kisa hiki kutokana na muda. Siku moja Abu Musa Ash'ari ambaye ni sahaba, Abu Musa Ash'ari ni sahaba, alikuja kumtembelea Abdullah bin Mas'ud. Wakati anakuja kumtembelea akawa amepitia msikitini. Alipofika msikitini akawakuta watu wamekaa katika vikazi hulaqa, vikundi, na katika kila kikundi kuna mtu mmoja ambaye ana kiuno la mawe, alafu yule mtu anawaambia wenzie, kabbiru 100, semeni Allahu akbar mara 100, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hallilu 100, semeni la ilaha illa Allah mara 100, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Sabbihu 100, semeni subhanallah mara 100. Wanasema hivi. Akaliona tukio hili, wamekaa vikundi. Naomba tusikilizane vizuri katika athari hii. Insha Allah inawezekana ikawa sababu ya baadhi ya watu kufungukiwa na mambo kuhusiana na haya mambo ya bid'a. Abu Musa Ash'ari alipoliona jambo lile kwa mizani ya kielimu, sahaba huyu ameishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akagundua huu ni uzushi katika dini. Akatoka akaenda mpaka nyumbani kwa Abdullah bin Mas'ud. Alipofika akawakuta wale wanafunzi wanamsubiri wa Abdullah bin Mas'ud, akawauliza, kharaja alaikum Abdullah bin Mas'ud, je, ameshatoka kwa nyinyi Abdullah bin Mas'ud? Akasema hapana, tunamsubiri. Baada ya muda mfupi Abdullah bin Mas'ud akatoka. Alipotoka Abu Musa Ash'ari anamwambia Abdullah bin Mas'ud, bwana, mimi nimetoka msikitini, nimewakuta watu, nimewaona wanafanya jambo, hata wao ukiliona jambo hilo utalichukia. Vipi? Akaelezea ile sura niliyoieleza. Nimewakuta watu wamekaa vikundi, katika kikundi kuna mtu mmoja katika mawe anawaambia wenzie sabbihu 100, semeni subhanallah mara 100. Watu wanasema. Abdullah ibn Mas'ud anamwambia Abu Musa Ash'ari, huku wakataza katika hilo? Anaambia hapana, mimi nilikuwa nataka kusubiri rai yako. Hapa kuna maelezo kidogo kwamba mtu unaweza ukamtembelea mwenzio, mmesoma pamoja, ukakuta kuna mazingira yanafanyika. Sasa inawezekana jambo linalofanyika si katika jambo lenye kufaa. Je, njia sahihi kuwavaa wale watu moja kwa moja, au kwanza kumfuata yule mwalimu kwanza kutaka kuchukua? Inawezekana yeye ndo kafahamu vile, ili uweze kujua njia sahihi ya kuliondoa hili. Hapa kuna maelezo.
Ndio maana Abu Musa Ash'ari akaanza kuonana na Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud alipokuja msikitini akawakuta watu kweli wanafanya lile jambo, akawaambia ya ummata Muhammad ma ahlaktukum, ummati Muhammad, kipi ambacho kinakuangamizeni nyinyi? Haulai ashabu nabiyikum mutawafirun, hawa hapa masahaba mtume wenu bado wenye kutembea wanatawanyika. Wa thiyabuhu lam tabla, na nguo za mtume sana bado hazijachakaa. Wa aniyatuhu lam tuksar, na vyombo vyake bado havijavunjika. Innakum la ala millati hiya ahda min millati Muhammadi sallallahu alayhi wasallam am antum muftatihu bab ad-dalalati, kwa hakika yenu nyinyi mpo katika mila na muongozo uliokuwa bora kuliko muongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au nyinyi mmeamua kufungua mlango wa upotevu. Kwa sababu wale watu walikuwa wanamsabihi Allah, msije mkafikiri walikuwa wanamsabihi Allah, walikuwa wanamkabiri Allah, walikuwa wanasema subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Walichokikemea masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Musa Ash'ari pamoja na Abdullah ibn Mas'ud ni mfumo uliokuwa ukitumika. Watu wa bid'a zindukeni kwenye hili. Hakuna mtu anayepinga nyinyi kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, haipo. Hakuna anayepinga nyinyi kusoma Qur'ani na kadha. Mfumo unaotumika ndio sahihi. Si unaona masahaba hapa? Hivi wewe na Abdullah ibn Mas'ud nani mwenye uwezo wa kupima mambo? Hivi wewe na Abu Musa Ash'ari nani mwenye uwezo wa kupima mambo? Umeona watu haya mambo mnayoona ndugu zangu sio ya jana au ya leo, hata masahaba wameshuhudia haya, kuwaona watu wakifanya mambo ambayo yana sura iliyothibiti katika sheria, lakini mfumo unaotumika sio sahihi. Ndicho wanachokemea hawa. Anawauliza, hivi nyinyi mpo katika muongozo bora kuliko muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, au mmeamua kujifungulia mlango wa upotevu? Kwa sababu mwanadamu anapofanya jambo linakuwa na moja ya mambo mawili, hakuna la tatu. Ima litakuwa ni muongozo kutoka kwa Allah tabaraka taala kupitia sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, anakuwa ala huda, anakuwa katika muongozo, au akawa amekhalifiana na muongozo wa Allah pamoja na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, anakuwa katika dalala. Hakuna kitu cha tatu. Na ndio maana majibu ya wale maswali wale kukubali swali lile wakajibu kwa mfumo wa kwanza, unaweza ukaingia katika kufuru. Nyinyi mpo katika muongozo bora kuliko muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio sisi tunachokifanya ni bora kuliko muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hawezi kukubali. Lakini jambo la pili, je, mmeamua kujifungulia mlango wa upotevu? Pia hawajakubali. Wao wakatafuta jawabu la tatu, anasema ya Aba Abdurrahman ma aradna illa alkhair. Ewe Baba Abdurrahman, sisi hatujakusudia kuyafanya haya isipokuwa tulichokusudia ni khairi. Kama wanavyokusudia kukusanyika watu kwa ajili ya mazazi ya mtume, wanakusudia khairi kama majibu alivyojibu huko. Lakini angalia majibu yalivyotoka kwa sahaba Abdullah ibn Mas'ud, kam min muridi khairi lan yusiba, wangapi ambao waliitaka khairi lakini hawakuipata, kwa sababu njia walioitumia katika kuiendea ile khairi haikuwa sahihi, haikuwa ni njia yenye kuafikiana na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ndio maana Allah jalla wa ala anasema katika Qur'ani, wa in tuti'uhu tahtadu, endapo nyinyi mtamtii mtume huyu mtaongoka, kinyume chake msipomtii nyinyi mtapotea. Kwa ndugu zangu katika imani, hakuna mtu anayepinga kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna anayepinga kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinachopingwa utaratibu na mifumo inayotumika katika kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man haya an bayyina, apate kuongoka mwenye kuongoka baada ya ubainifu kumjia katika sura kama hii, na apotee yule ambaye amekadiriwa kupotea baada ya ubainifu kumjia katika